Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa la Moshi tumelala bado. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kipekee. Sio kawaida kabisa Jumapili ya kwanza ya mwaka niwe nje ya kituo cha kazi ambacho nimepewa na Mungu kukisimamia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndo niko nje ya kituo. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninaamini liko jambo jema la ajabu ambalo Mungu analo kwa ajili yetu MTBC Kiborolonyi kwa Alfonsi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nitaomba sana unipe sikio lako. Sikiliza kile ambacho Mungu anasema na sisi asubuhi ya leo. Ita set pace kwa ajili ya mwaka mzima ulio mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kile ambacho ningeongea kanisani leo kama Jumapili ya kwanza, tumesogeza Jumapili yetu ya kwanza iwe ni Jumapili ijayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama ilimpendeza Mungu iwe hivyo, hebu mgeukie jirani yako mwambie sio kawaida. Sio kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanangu Dickson anafahamu jinsi ambavyo naheshimu sana taratibu. Na siwezi nikawa mahali pengine nje ya kanisa naloliongoza Jumapili ya kwanza ya mwaka. Haiwezekani. Amen. Lakini ni kwa Mungu yote yanawezekana. Jumapili hii ya 2026 nipo nje ya kituo. Amen. Na kabla sijaingia kwenye kile ambacho naamini Mungu anataka aseme na kanisa la hapa Jumapili ya kwanza, kuna hili neno la kinabii ambalo Mungu amewapa kwa ajili ya mwaka huu. Isaya 61 na mstari wa 4. Kujenga upya, kurejesha upya, kufanya upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila neno la kinabii limebeba ndani yake potential, uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio lazima kile kitu ambacho Mungu amesema kiwe, ila kuna mazingira yakitengenezwa na kanisa ambalo mmelipokea hili neno, litatimia kuliko mnavyowaza, litatimia kuliko mnavyoomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Timotheo wa kwanza, naomba nisome maandiko mawili matatu alafu tuende kwenye ujumbe wa leo. Lakini aya ninasisitiza kwa habari ya hili neno ambalo Mungu ameliachilia kwenu kwa ajili ya mwaka huu wa 2026. Kwanza lazima tuelewe kwamba hakuna kitu Mungu anafanya bila neno lake. Vyote vinafanyika kwa neno, wala pasipo neno hakuna kinachofanyika ambacho kinafanyika. Kwa hiyo Mungu anaposema neno lake, anaeleza nia yake ya kile ambacho anataka afanye na nyie mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni Yohana 1 na mstari wa 3, lakini Samueli wa kwanza 3:21. Biblia inasema Bwana akaonekana tena huko Shilo. Maana Mungu alijifunua kwa Samueli huko Shilo kwa neno la Bwana. Kwa hiyo kabla hajaonekana anajifunua kwanza kwa neno lake. Anajifunua kwanza kwa neno lake. Kwa hiyo kabla Mungu hajaonekana katika mwaka huu, katika kujenga upya, katika kufanya upya, katika kurejesha upya, amejifunua kwanza kwa neno lake. Amejifunua kwanza kwa neno lake. Isaya 48 mstari wa 3 anasema nimeyahubiri mambo ya kale tangia zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza, anasema naam yalitoka katika kinywa changu nikayadhihirisha. Kama hayajatoka hamna kinachomfunga ayadhihirishe. Lakini akishasema amejifunga kuyadhihirisha. Anasema na aliyatenda kwa ghafla
yakatokea. Kwa hiyo anasema, anadhihirisha, anatenda, yanatokea. Anasema, anadhihirisha, anatenda, yanatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hivi ninaweza nikasikia neno la Mungu alafu lisitimie? Ndio. Unaweza ukasikia na lisitimie. Yako masharti ya kufanya neno la Mungu litimie. Na la kwanza ni kwenye Timotheo wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 18. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 anasema, mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako. Neno linamtangulia Mungu. Mungu anafuata baada ya neno. Udhihirisho unafuata baada ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vile vita vizuri. Ili katika hayo uvipige vile vita vizuri. MTBC Moshi, iko vita ya kupiga ili neno ambalo Mungu amesema juu yenu kwa ajili ya mwaka 2026 liweze kutimia. Luka 16 mstari wa 16, naomba unisaidie. Luka 16 mstari ule wa 16. Luka 16 anasema, Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa. Anasema, na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Kwa hiyo imetangazwa, lakini itahitaji nguvu kujiingiza kwenye rebuild, restore, renew. Bwana Yesu asifiwe sana. Itahitaji nguvu. Kanisa la MTBC Moshi, mnahitaji kuomba kuliko ambavyo mmewahi kuomba hapo nyuma. Kama kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana, mnahitaji kufunga kuliko mlivyozoea kufunga. Mnahitaji kujitoa kuliko mlivyozoea kujitoa. Mnahitaji bidii kuliko mlivyozoea kuwa nayo, ili neno ambalo Mungu amelisema juu yenu likapate kutimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lilitakiwa lianze kutimia siku 4 zilizopita. Mlipovuka tu mwaka kuingia tarehe 1, hilo neno lilitakiwa lianze kutimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ninawaomba na ninaomba uongozi ambao umewekwa na Mungu mahali hapa, reschedule your prayer timetable in this church. Reschedule it. Pray more than you have ever prayed before. Bwana Yesu asifiwe sana. Fast more than you have ever fasted before. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafunzi walimuuliza Yesu, kwa nini sisi hatukuweza kumtoa huyu pepo? Akasema, ni kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Mngekuwa na imani ndogo kama mbegu ya haradali, mngeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, na ingekuwa hivyo, na hapangekuwa na neno lolote lisilowezekana kwenu. Lakini aina hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Aina hii ya neno la Mungu, neno la Bwana ambalo limeachiliwa kwenye kanisa la MTBC Moshi, haliwezi likatimia isipokuwa kwa kusali na kufunga. Mimi sizungumzii mwaka 2026 matukio ya kufunga na kuomba, nazungumzia maisha ya kufunga na kuomba katika mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la MTBC Moshi, mkijitoa kwa Mungu mwaka huu, vile Mungu anataka mjitoe, hamtahitaji kufanya mazoezi ili kupungua uzito. Kule kujitoa kwenu tu mtapungua uzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu hebu tuende kwenye kitabu cha Waebrania, neno lingine la muhimu sana. Neno lingine la muhimu sana. Mtumishi wa Mungu Bishop Mtalitinya, kuna nguo nilishona nikiwa na kilo 75. Shona nikiwa na kilo 75. Hicho ndio kipimo changu kwamba hapa sasa nimetoka mbali sana na mahali ninapotakiwa kuwa. Mwaka huu sijahitaji kufanya bidii yote ya ziada. Ile nguo inanitosha vizuri kabisa. Hizi nguo zingine zote nimeshona huku mbele zinapwaya. Kuna nguo chache sana kabatini kwangu sasa hivi naweza nikazivaa. Na itakuwa zaidi mwaka unaokuja.
Sababu kuna yani mwaka unaokuja si ndio huu? Hivi mbona niko mwaka jana bado? Nyie ndo mnanifanya niwe mwaka jana bado. Bwana Yesu asifiwe. Maana kanisa la MTBC Dar es Salaam Jumapili ijayo ndio itakuwa ni Jumapili ya kwanza ya mwaka. Kwa hiyo nyie ndio mmeharibu kalenda. Mwambie jirani yako tumemharibia baba kalenda. Lakini ni sawa watoto wakikuharibia kalenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nasema ukweli wa moyo wangu na Mungu ni shahidi. Hakuna mahali pengine ningetamani kuwepo leo kama hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hakuna mahali pengine natamani kuwepo isipokuwa in the center of God's will for me. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mapenzi yake ilikuwa niwe mahali hapa. Kitabu kile cha Waebrania sura ya 4, hebu tuanze pale mstari wa kwanza. Waebrania sura ya 4 na kuanzia ule mstari wa kwanza. Anasema basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Ahadi inaweza ikawepo lakini ukaikosa. Lakini kanisa la MTBC Moshi ahadi ipo na hakuna atakaye ikosa. Bwana Yesu asifiwe. Maana Jumapili ya leo unaanza kuelewa itakugharimu nini ili ahadi ya Mungu iweze kutimia katika maisha yako. Anasema mstari wa pili pale. Twende mstari wa pili. Anasema maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa. Unaweza ukasikia na lisikufae. Halikuwafaa hao kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Neno unalolisikia lazima lichanganyike na imani. Na imani isiyo na hatua sio imani. Neno imani sio nahau. Faith is not a noun. Faith is a verb. Imani ni neno la kutenda, ni neno la kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye maana ya Kiingereza, in the English meaning of the word faith, it is a noun. But the biblical meaning of the word faith, it is a do word. Without actions, bila matendo, imani imekufa nafsini mwake. Kwa kanisa la MTBC Moshi, chukueni hatua. Alafu naomba niwatie moyo, alafu tuende kwenye neno. Paulo, nafikiri ni kwenye kitabu kile cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili sura ya 4. Hebu tusome kuanzia mstari wa 16 mpaka mstari wa 18. 16-18. Paulo anasema, katika jawabu langu la kwanza, hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliniacha. Naomba wasihesabiwe hatua kwa jambo hilo. Wasihesabiwe hatia kwa jambo hilo. Mstari unaofuata, mstari wa 17. Lakini Bwana alisimama pamoja nami. Yaani Paulo aliachwa na watu, lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Ogopa Mungu kukuacha, afu watu wakabaki na wewe. Watu wakikuacha, Mungu akabaki na wewe, Mungu atawaleta watu, lakini watu hawana namna ya kumleta Mungu. Kuna kitu cha thamani sana mnacho kwenye kanisa la MTBC Moshi, uwepo wa Mungu pamoja nanyi. Piganeni kwa kila kitu ndani yenu, msipoteze uwepo wa Mungu katikati yenu. Mkishapoteza uwepo wa Mungu hamtoboi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimwambia Musa, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Kutoka 34:14. Musa akasema mstari wa 15, akasema uso wako usipoenda pamoja nami, usipoenda pamoja nasi, usituondoe
mahali hapa. Alafu anaendelea kusema ni kwa namna gani mimi na watu wako tutajulikana tumepata neema na tukatofautishwa na watu wote wa dunia yote, isipokuwa wewe unaenda pamoja nasi. It is only the presence of God that distinguishes a man, that distinguishes a woman, that distinguishes a ministry, that distinguishes a church. Haiwezekani mwexcel bila uwepo wa Mungu. Kwa hiyo tunzeni uwepo wa Mungu kuliko mnavyotunza kitu kingine chochote. Watu wanabadilika. Hebu sema pamoja nami, watu wanabadilika. People change, but God never changes. Anasema kwenye kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 6, I the Lord God change not. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kitabu kile cha Waebrania sura ya 13 na mstari wa 8, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 na mstari wa 17, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu kwa Baba mianga, ambaye kwake hakuna kigeugeu wala kivuli cha kubadilika badilika. Msipoteze uwepo wa Mungu katikati yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa lile ambalo natamani kusema, hata nisipomaliza kwenye ibada ya kwanza, nitamwomba Mungu anisaidie tumalize kwenye ibada ya pili. Kwa hiyo kuna namna ambayo tunaweza tukaenda kwenye social media platforms za kwetu na tukalikuta lile neno zima liko pale. Kitu ambacho ninawiwa moyoni mwangu kusema na kanisa la Moshi, nawiwa kusema nanyi ujumbe ambao nimeupa kichwa kumpenda Mungu. Ujumbe ambao nimeupa kichwa kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. MTBC Moshi, mkifeli kwenye eneo hili mwaka huu, yale mambo ambayo Mungu anataka afanye katikati yenu, hawezi akafanya kwa kiwango ambacho amekusudia kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumpenda Mungu. Nisaidie kumwambia jirani yako kumpenda Mungu. Na asubuhi ya leo naomba nisikuhubirie, naomba nisikutabirie, naomba nisikufundishe, naomba tuongee. Hili jambo ni jambo zito, hili jambo ni jambo serious. Bwana Yesu asifiwe. Kumpenda Mungu. Hiki ni kitu ambacho kimepotea kabisa kwenye mwili mpana wa Kristo katika nchi yetu. Kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hili jambo likikaa sawa, hili jambo likikaa sawa, kuna vitu vikubwa sana ambavyo Mungu amekusudia kuvifanya na nyie mwaka huu. Itamwezesha hiyo tabia tu, hicho kitu ndani ya maisha yetu kitamfanya Mungu aweze kukifanya. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3, sehemu ya kwanza tu ya ule mstari. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3, sehemu ya kwanza ule mstari. Na ikajulikane hivi kwa habari ya MTBC Moshi, ikajulikane hivi kwa habari ya hili kanisa, ikajulikane hivi kwa habari ya mtu mmoja mmoja ndani ya kanisa hili, kama ilivyojulikana kwa Suleiman. Unajua Suleiman mwanzoni hili jina alipewa na baba yake, lakini nabii wa Mungu alikuja akampa jina Jedidia, nafikiri Jedidia, ambaye ndo maana yake sasa ni haya maneno hapa. Anasema Suleiman naye akampenda Bwana. Nataka uone neno la ufunguo hapa ni naye. Kulikuwa na watu wengine ambao walikuwa na huu ushuhuda wa kumpenda Bwana. Suleiman naye akaongezeka katika msururu wa shuhuda au msururu wa watu ambao nao walijulikana kwamba wanampenda Bwana. Ikajulikane mwaka huu
kwamba hili kanisa, uongozi wa hili kanisa, watu walio ndani ya hili kanisa wanampenda Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ya shida katika eneo la kumpenda Mungu, kuna mambo mengi sana katika kanisa la Yesu Kristo katika nchi yetu yamefika mahali yalipofika. Na ili kuwe na kurestore, ili kuwe na kurebuild, ili kuwe na kurenew, lazima kuwe na revival ya upendo wa Mungu katika maisha yetu. Lazima turudi katika lile la msingi la kumpenda Mungu. Ufunuo sura ya 2, naomba twende pamoja. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 7. Katika sura ya 2 na sura ya 3 ya kitabu cha Ufunuo ziko nyaraka 7 kwa makanisa 7 ya Asia. Wakati Yesu alipojifunua kwa Yohana, akamwambia haya unayoyasikia yaandike. Na akasema Yesu kwa makanisa 7 ya Asia. Kulikuwa na kanisa la Efeso, kulikuwa na kanisa la Smyrna, Pergamo, Thyatira, Philadelphia, kulikuwa na Laodikia, makanisa 7. Makanisa 7. Na ndani ya moyo wangu kile ambacho Yesu anazungumza na kanisa la Efeso, ninaamini anazungumza na kanisa la MTBC Moshi. Tabia ya Yesu ni kwanza kutambua na kusifia vile vitu vilivyokaa sawa katika kanisa lake. Kumbuka ni kanisa la Yesu. Hebu sema pamoja nami, ni kanisa la Yesu. Alafu akishasema anatahadharisha kwa habari ya mambo ambayo hayajakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lengo la kutahadharisha kwa sababu anatamani kufanya kitu fulani kikubwa katika hilo kanisa. Lakini kuna jambo lazima likae kwanza sawa ili aweze kulifanya hilo. Aweze kulifanya hilo. Sasa kanisa la Efeso, yani kabisa hapa naweza nikaandika MTBC Moshi Kibololonyi. Sijui ni Kibololonyi au ni Kibololoni kwa Alfonsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu tusome haya maneno ya Bwana Yesu. Haya maneno ya Bwana Yesu ni kwetu sisi. Kwa malaika wa kanisa lililokuwa Efeso. Huyu malaika sio kiumbe chenye mabawa kinachotoka mbinguni, ni yule set minister Efeso. Na kwenye kesi hii alikuwa ni Timotheo. Yeye ndo alikuwa ni malaika wa kanisa la Efeso. Alikuwa ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Yesu Kristo kule Efeso. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akitaka kusema na kanisa lake, anasema kwanza na kiongozi wa hilo kanisa. Mungu hasemi na kanisa kupitia mtu tu yeyote ndani ya kanisa. Anasema na kanisa kupitia kiongozi. Na ndio maana mtu mwingine yeyote hapa ndani akisikia neno la Bwana atalipitisha kwa kiongozi kwanza. Je, kiongozi ndivyo anavyosikia? Hakuna kitu kama Mungu amesema lakini kiongozi wetu anabisha. Hawezi kusema na wewe, anasema na kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Sio kanisa lilitangulia ndo Dickson akaja. Dickson alitangulia ndo kanisa likaja. Unaweza usipende lakini ndo ukweli. Hata kama usiposema amen, sema imeingia hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani sio kanisa ndio limemleta Dickson. Lakini Dickson na maono aliyopewa na sauti ya Mungu aliyosikia ndio imefanya kanisa liwepo. Kila mara Mungu akitaka kusema na kanisa, akitaka kulionya, akitaka kuleta neno la ahadi, lazima atasema naye. Lazima atasema naye. Akisema na wewe, utakapokuja kusema naye, atathibitisha ni hivyo. Yaani ndani yake atapata ushuhuda kwamba ni Mungu ndiye anayesema. Shida ya kanisa la Yesu Kristo, hasa makanisa ya Kipentekoste, hatujui kufanya vitu kwa utaratibu. Everything should be done in order. Kila kitu kifanyike kwa uzuri na kwa utaratibu. Kwa nini Mungu alimuua Uza? Kwa nini Mungu alimuua Uza? Wakati Daudi analirudisha sanduku la agano Sayuni, ni kwa sababu hawakumtafuta Mungu sawa na taratibu iliyokuwepo. They did not seek God after the due order.
Our God is not a disorderly God. Our God is a God of order. Before there is a group, there is a man he speaks to. Bwana Yesu asifiwe sana. And then that man shares what God has spoken to him. And then people believe in the vision and they run with the man of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatusemi hivyo ili kumtukuza Dickson. Tunasema hivyo ili kurudi kwenye taratibu. Kila kitu kifanyike kwa uzuri na kwa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naamini katika plurality of leadership. I believe in plurality of leadership. But in the end of the day, Dickson ndo atatoa hesabu kwa habari ya hii kazi. Dickson ndo atatoa hesabu kwa habari ya hii kazi. Kwa hiyo unaona hapa kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso. Hazungumzi na huyo malaika, anazungumza na kanisa lakini kupitia huyo malaika. Watafsiri wa SUV waliandika neno malaika kwa sababu the root word here is angelos, ambayo tunapata angel lakini vile vile tunapata messenger. Sasa kwa sababu watafsiri wa SUV wengi walikuwa ni Waislamu, hawakuwa wanajua ni neno gani sahihi la kuweka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakaweka tu malaika, lakini ni sawa. Ni sawa. Sasa unasema mchungaji, kama ni malaika mbona ni wewe ndio umesimama hapo mbele unaongea na sio Dickson Mtalitinya? Ni kwa sababu msiache kukirimu wageni. Maana wengine wenu pasipo kujua mmekaribisha malaika katikati yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hili neno nalozungumza lisipo register ndani ya moyo wa kiongozi wa maono, anaweza akaja hapa mbele yangu akasema kabisa hili neno halijatoka kwa Bwana, na ikawa ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ndi kiasi ambacho Mungu anazingatia utaratibu. Mungu anazingatia utaratibu. Kwa hiyo tuzingatie utaratibu. Mgeukie jirani yako mwambie tuzingatie utaratibu. Sisi wa Pentekoste, kwa sababu kila mmoja anaokoka na Yesu ndani, kila mmoja ana Roho Mtakatifu, kila mmoja anaisikia sauti ya Mungu, kwa sababu kondoo wangu haisikia sauti yangu. Yohana sura ya 10 mstari wa 27. Hatutofautishi uraia wa ufalme wa Mungu, hatutofautishi kuwa mtoto wa Mungu, na hatutofautishi na rank, nafasi katika ufalme wa Mungu. Biblia ninayosoma inasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12:28, anasema Mungu ameweka katika kanisa wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu waalimu, kisha miujiza, karama za kuponya wagonjwa, maongozi, masaidiano, aina za lugha, tafsiri za lugha. Pale anaweka oda ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu kile cha Waamuzi, anasema kwamba hapakuwa na mfalme, hapakuwa na kiongozi Israel. Kila mmoja alifanya kama alivyoona vema. Why is there leadership? Kwa ajili ya kudhibiti disorderliness, ili kuwe na utaratibu, ili kuwe na utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kwa malaika, hebu tuende pale tena. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, nirudisheni andiko hapa. Anasema haya ndio anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Vile vinara ndio yale makanisa 7 ya Asia. Makanisa 7 ya Asia. Mstari wa 2. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume. Tungeongeza, tungekuwa tuko Tanzania, na wanaojiita pia manabii, nao sio. Mara nyingi ukiona mtu anajiita kitu sio. Hakuna ndege anahangaika anasema mimi ndege, ukiangalia tunajua ni ndege. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hakuna samaki anatembea mtaani na gari la matangazo, mimi samaki, mimi samaki, mimi samaki. Ukimwangalia unajua ni samaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtume unamjua ukimwona, nabii unajua ukimwona, mwinjilisti unajua ukimwona, mchungaji unajua ukimwona, mwalimu unamjua ukimwona. Anasema wala umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Mstari wa 3. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala ukuchoka. Anawasifia kanisa la Efeso, anawasifia. Mstari wa 4 anasema lakini nina neno juu yako. Yaani pamoja na sifa yote ninayokupa, nina neno juu yako. Neno gani? Ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Ndio hii nataka tuende nayo. MTBC Moshi, mmeuacha upendo wenu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili jambo lazima lirudi, ili Mungu aweze kurebuild pamoja nanyi, Mungu aweze kurestore pamoja nanyi, Mungu aweze kurenew pamoja nanyi. Anataka tufanye upya upendo tulionao kwa ajili yake. Mstari wa 5 anasema basi kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu. Yaani nini kilitokea mpaka ule upendo wa kwanza ambao tulikuwa nao kama kanisa la MTBC Moshi, ambaye nilikuwa nazungumza na binti yangu manzoni. Tulikuwa hapa, ndo kanisa. This was the church. Madhabahu ilikuwa iko huku, watu walikuwa nakaa huku. What the church was then is the altar area now. And what the church is now, potentially, it's the altar area for the church that is coming. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulianzia hapa, na mimi nimehubiri hapa. Dickson, nimekuwa na wewe toka umeanza. Wengi wamekimbia, lakini mimi baba yako sitakukimbia. Mimi baba yako sikuonea aibu. Najisikia kujivuna kukuita wewe mwanangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mengi yanatokea MTBC Moshi. Watu wanatamani Carlos aachane na Dickson. Mbingu na nchi zitapita kama mimi na huyu mwanangu hatujatupana. Na uhusiano wetu umejaribiwa. Kataa, uhusiano wetu umejaribiwa, lakini mimi bado nipo. Unamkimbiaje mwanao? Unakimbiaje damu yako? Unatupaje vinasaba vyako? Onani aliuawa na Bwana kwa sababu alipotakiwa kuzaa uzao ili kakake awe na jina, akamwaga pembeni. Mimi sitamwaga pembeni. Huyu ni mwanangu. Huyu ni mwanangu. Huyu ni mwanangu. Hata nini kitokee, wa kwanza atakaye wakimbilia atakuwa ni Carlos toka Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikija mimi siulizi nini kinaendelea. Mimi nalisema neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. That is what fathers are for. That is what fathers are for. Paulo akasema watoto hawatoi kwa ajili ya baba, bali baba anatoa. Mimi nasema sio anatoa, anajitoa kwa ajili ya watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Sio kwamba sijui vita mnaipigana, naijua. Si shangai, maana na mimi pia niliipigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nachosema tusongeni mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Time will tell. Hebu sema hivi, time will tell. Sema, time will tell. Unasikia vitu havitokei kwa sababu tunastahili. Ni kwa sababu ya neema. Mjukuu Eze Bube, see how far he has brought me. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatambua ni kwa neema niko hapa. Kuna walio stahili zaidi, lakini nani atamuingilia Mungu kwenye uchaguzi? Kabla Esau hajafanya dhambi yoyote, kabla Yakobo hajafanya jema lolote, Mungu alimpenda Yakobo akamchukia Esau. Hakuna kitu Esau alifanya ili achukiwe. Hakuna kitu ambacho Yakobo alifanya ili apendwe. Ni machaguzi ya Mungu. Upendi, take it up with God. Yani kama upendi, yani we malizana na Mungu. Malizana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini lazima tukubaliane MTBC Moshi. Mmewacha upendo wenu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa kadiri mnavyokuwa, sio unakuja kanisani umechelewa. Kwa kadiri mnavyokuwa, njoo kanisani kwa kuwahi. Biblia inasema those who wait upon the Lord, not those who the Lord waits for them. Usimfanye Mungu akusubiri wewe. Wewe njoo hapa mapema, msubiri yeye. Sema mngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watakwenda kwa miguu wala watachoka, watakimbia wala watazimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka jana wakati tuko tunakaribia kumaliza mwaka, kuna binti moja aliweka resolutions kule kanisani. Akasema mwaka 2026, anaongea na vijana wenzake, anasema kwamba nitakuwa ninawahi kanisani kuliko mchungaji. Akaulizwa, utakuwa unafika kanisani saa ngapi? Akauliza, kwani mchungaji anafika kanisani saa ngapi? Anasema saa 9 kamili alfajiri inamkuta yuko mjengoni tayari. Akasema I give up, naondoa hilo neno, mimi siwezi nikawahi kanisa, mimi si ndio kiongozi. Haiwezekani umpende Mungu kuliko mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani benchmark ya kumpenda Mungu ni kiongozi. Ni kiongozi. Ni kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa la MTBC Moshi, kumbukeni ni wapi mliko anguka. Mkarejee. Na Mungu anatafsiri vipi upendo wenu wa kwanza kutokwepa? Anasema mkarejee, mkayatende matendo ya kwanza. Ili kanisa lilipozaliwa lilikuwa lina matendo gani? Rejeeni kule. Rejeeni kule. Rejeeni kule. Kwa sababu Mungu anataka atembee na nyie vile alivyotembea na nyie katika mwaka uliotangulia. Hebu tusaidie kwenye kitabu kile cha Hosea sura ya 2. Hosea sura ya 2. Nafikiri ni mstari wa 14. Hosea sura ya 2 na mstari wa 14. Anasema, kwa hiyo angalia, mimi nitamshawishi na kumleta nyikani na kusema naye maneno ya kumtuliza moyo. Angalia mstari wa 15. Nami nitampa mashamba yake ya mzabibu toka huko, na bonde la Akori kwa mlango wa tumaini. Sasa angalia, naye ataniitikia huko kama siku zile za ujana wake, kama siku ile alipopanda kutoka nchi ya Misri, kama siku zile ambapo MTBC Moshi ilianza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Turejeshe ule upendo wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Turejeshe ule upendo wa kwanza. Hapo tunaenda sawa? Tunaenda sawa watu wa MTBC? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu anazungumza nasi kwa habari ya kurejesha upendo wa kwanza? Why? Why the first love? Why? Why does he want us to love him as we loved him in the early days of our walking with him? Why? Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 13 na mstari wa 13. Anasema, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu, na katika hayo lililo kuu, the greatest is love. Anaposema lililo kuu ni upendo, hafanyi tumaini na imani kutokuwa na maana. Anachosema, upendo usipokuwepo, hata kuwe na imani kiasi gani, hata kuwe na tumaini kiasi gani, havitakuwa na maana. Upendo ni msumari ambao juu yake unaning'iniza imani, juu yake unaning'iniza upendo. Upendo ni msingi ambao juu yake unajenga imani, juu yake unajenga tumaini. Na hapa tunazungumzia upendo wetu kwa ajili ya Mungu. Wagalatia 5:6 mstari wa 2 huo. Wagalatia 5:6. Kwa nini? Kwa nini upendo? Kwa nini natakiwa kumpenda Mungu? Kumpenda Mungu kwa upya, kumpenda Mungu kama ambavyo nilimpenda mwanzoni. Maana katika Kristo Yesu
Kutahiriwa hakufai neno, wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Kwa hiyo upendo ndo unafanya imani ifanye kazi. Kwenye kitabu cha Habakuki 2:4 anasema anazungumza, anasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani yake. Lakini kama hakuna upendo wa Mungu ndani, hiyo imani haiwezi kufanya kazi. Kwa maneno mengine, kiwango cha kumwamini kwako Mungu kinategemea kiwango cha kumpenda kwako Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, jambo la 3 hilo. Wakorintho wa kwanza tumesema jambo la kwanza imani, yani upendo ndio kikuu, ndio kile ambacho unaning'iniza juu yake imani na tumaini. Yani imani na tumaini katika maisha ya mtu haviwezi vikawa vina matokeo bila upendo. Upendo ndio unabeba imani. Upendo wetu kwa ajili ya Mungu ndio unabeba tumaini. Angalia haya maneno hapa, anasema lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Kwa hii ahadi sio kwa ajili ya kila mtu. Hii ahadi ni kwa ajili ya wale wanaompenda Mungu. Unapompenda Mungu, kuna mambo ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, wala hajaingia katika moyo wa mwanadamu. Unapompenda Mungu, Mungu analiachilia katika maisha yako. Mungu anataka afanye katika maisha yetu mambo ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, wala hajaingia moyoni mwa mwanadamu. Lakini sharti tumpende. Tusipompenda tunafuta, anashindwa kufanya mambo ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, wala hajaingia katika moyo wa mwanadamu. Sharti la hii ahadi ni kumpenda Mungu. The condition of this promise is to love God. As we love God, things that eyes have not seen, ears have not heard, neither has it come into the heart of man, are the things that he shall do for us. But we have to love him. Lazima tumpende. Sharti mpende. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie uko tayari kumpenda Mungu kwa namna ambayo hujawahi kumpenda? Kama jibu ni ndio, yeye yuko tayari kufanya kwa ajili yako mambo ambayo hajawahi kufanya kwa ajili yako. Mambo ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, wala hajaingia katika moyo wa mwanadamu, ndio mambo ambayo Mungu yuko tayari kufanya kwa ajili yako. Jambo la 4, Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Kwa nini upendo? Tumesema upendo kwa sababu tumaini na imani vinaning'inizwa juu ya upendo. Upendo kwa sababu imani haiwezi fanya kazi bila sisi kumpenda Mungu. Jambo la 5, jambo la 3 tumesema kwamba mambo ambayo jicho halijaona, mambo ambayo sikio halijasikia, mambo ambayo hayajaingia katika moyo wa mwanadamu, Mungu anafanya mambo hayo kwa ajili yao wampendao. Anasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa hiyo kama umpendi, ili andiko haliwezi kufanya kazi. Katika mambo yote, mazuri na mabaya, magumu na marahisi, ya machozi na kicheko, ya maumivu na yanayofurahisha, katika mambo yote Mungu anafanya kazi na wampendao. Kama umpendi, hawezi kufanya katika mambo yote hayo. Na anafanya kazi pamoja na wampendao ili iweje? Anasema katika kuwapatia mema. Katika kuwapatia mema. Kwa Kiingereza anasema all things work together for the good of those who love God. So if you do not love God, all things will not work for your good. But if you do love God, all things will work together for your good. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu anayempenda Mungu, God can work with anything in your life to bring good to you. Kama unampenda Mungu, Mungu anaweza kufanya kazi na chochote katika maisha yako, mazingira yoyote katika maisha yako, katika kuhakikisha kwamba mema yanakuja. Anasema hebu turudi kwenye Kiswahili pale, anasema yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa hiyo wewe kumpenda Mungu ni muhimu kuliko kusudi lake
maishani mwako. Sio kwamba tunasema ni muhimu kwa hiyo mpenda tu Mungu, achana na mambo ya kusudi. Hapana. Ni muhimu manake make sure your love for God is in order. Then his purpose for your life will be in order. Will be in order. Hakikisha kumpenda kwako Mungu kuko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu, moja ya picha za Mungu ni picha ya mume. Alimwambia Israel kwamba ni mume wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mume, tendo la ndoa kwa mke wake ni haki yake. Lakini mwanamume anaweza kawa chizi, akaenda akalala na kahaba. 100,000 anayempa kahaba ili alale naye sio sawa na 100,000 ambaye anampa mke wake ambaye anampenda. Si sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu hatafanya ukahaba, afanye kwa ajili yetu wakati hatumpendi. Nilikuwa nafundishwa kwamba the love of God is unconditional. Proverbs 8:17, I love those who love me. Au Biblia yangu tu peke yake ndio inasema hivi, na wapenda wanipendao. Kwa sababu love is reciprocal, ina reciprocate. Ndiyo, mwanzoni anatupenda tukiwa hatustahili huo upendo, tukikali dhambini alitupenda, akajitoa kwa ajili yetu. Lakini baada ya kujitoa na kutupata, Mungu anategemea ule upendo ureciprocate, urejee kwake. Kwa anatupenda, tunampenda, anatupenda, tunampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mwanamume anajua jinsi ilivyo ngumu kumpenda mwanamke ambaye hakupendi. Kila mwanamke anajua ilivyo ngumu kumpenda mwanamume ambaye hakupendi. Ila mkipendana. Nipenda kitu mchungaji Mahimbo alikizungumza sio siku nyingi pale Dar es Salaam alipokuwa analihudumu neno. Akanasema kwenye ndoa kuna kuoa, kuna kuolewa, alafu kuna kuoana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unapoenda madhabahuni, unapompeleka mke wako unaenda kumuoa. Mke unapenda na mmeo madhabahuni unaenda kuolewa naye. Alafu mkiingia ndani as the years go, mnaanza kuoana. Nafikiri mnajua maana ya neno Kiswahili kuoana, mnaanza kufanana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaanza kuonekana mko sawa, mnafikiri sawa. Kuna wakati mwingine mmekaa, mnataka mseme neno, unachosema anachosema mama, unashtukia ndo baba hicho anakisema. Yaani wanakisema kwa pamoja. Mungu hataki tu kukupenda. Mungu hataki tu wewe umpende. Anataka ifike mahali mpendane. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 5, kwa nini upendo? Kitabu cha Zaburi ya 91 mstari wa 14 mpaka mstari wa 16. Zaburi ya 91 mstari wa 14 mpaka mstari wa 16. Anasema kwa kuwa amekaza kunipenda. Umeona hiyo? Yaani sio tu uwezi tu ukadai hizi ahadi wakati umpendi. Anasema kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa. Ukiona umebanwa kwenye sehemu hautoki, hebu jiulize, unampenda Mungu? Unampenda vile anavyotarajia umpende? Anasema kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu. Sasa kama umpendi Mungu, inawezekana akakuokoa lakini atakuacha pale pale, level ile ile. Lakini ukitaka kuokolewa na kupandishwa cheo, salvation plus elevation, salvation plus promotion, condition yake mpende Mungu. Anasema kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu. Kanisa la MTBC Moshi, Mungu anataka, mimi sijui mnapitia nini, lakini Mungu anataka awaokoe na hiyo hali. Anafakisha waokoa na hiyo hali, awapandishe juu zaidi kuliko mahali ambapo mlikwepo. Chelsea
kwa kuwa amekaza kunipenda. Kukaza kumpenda Mungu ni kumpenda Mungu kwa makusudi. Unajua kwenye Biblia Kiswahili neno linalotumika upendo, ukitafsiri tu haraka kwenda Kiingereza ni neno love. Lakini neno lililotumika kwenye tafsiri nyingi za Kiingereza ni neno charity. And charity is love in action. Love in action. Kwenye lugha ya Kiingereza, love is a noun. Upendo ni nahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kiBiblia love is a verb. It is something we do. It is something we do. Kama imani ni kitu ambacho tunafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaza kumpenda. Kaza kumpenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikichelewa kanisani, naona natenda dhambi. Sioni ni udhaifu. Sianzi kusema Mungu anisaidie. Nawajibika kuwahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua watu wa Mungu wa thamani, unaposema God help me, ni kama vile unasema he has not helped you. Unasema hajakusaidia. Na hiyo sio kweli. Mungu amekusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 41 nafikiri mstari wa 10 anasema kwamba usiogope kwa maana mimi niko pamoja nawe. Usifadhaike maana mimi ni Mungu wako. Anasema nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Ukienda mstari wa 13, hebu tuende pale mstari wa 13. Anasema kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume nikikwambia usiogope, mimi nitakusaidia. Kama una Roho Mtakatifu ni ushahidi kwamba Mungu amekusaidia. Na haiwezekani uokoke bila Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu ni roho wa kutufanya wana. Kwa hiyo acha hii maneno, mgeukie jirani yako mwambie acha hii maneno Mungu nisaidie. Amekusaidia. Amekusaidia. Acha kuondoa responsibility hiyo ukaipeleka kwa Mungu. Oh, help me God. He has helped you. Fanya kwa sehemu yako sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amekusaidia. Na anasema nafikiri ni Zaburi ya 60:12, kwa msaada wa Mungu tutatenda. Usiseme hajakusaidia, tenda mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiseme hajakusaidia. Mwaka huu wahi kuliko ambavyo umekuwa ukiwahi. Nasema hivi, mwaka huu wahi kuliko ulivyokuwa unawahi. Mwaka huu toa kuliko ulivyokuwa unatoa. Mwaka huu fanya uinjilisti kuliko ulivyokuwa unafanya. Mwaka huu alika watu kwenye ibada kuliko ulivyokuwa unawaalika. Mwaka huu jitoe katika huduma kuliko ulivyokuwa unajitoa. Kwa msaada wa Mungu tutatenda. Ametusaidia, tutatenda mambo makuu kuliko tulivyotenda huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu nisaidie. Hajakusaidia, kakusaidia. Acha, don't make God look bad. God help me. He has helped you. Alisema ni vema kwenu niondoke, maana nisipoondoka hata kuja huyo msaidizi mwingine. Swali, ameondoka? Ameondoka? Ndio. Kwa hiyo msaidizi kaja, usimfanye Yesu kuwa mwongo. Mwambie jirani yako amekusaidia, sasa tenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Pastor, niombee Mungu anisaidie niamke usiku kuomba. Amesha kusaidia. Acha uvivu, amka usiku uombe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu, hebu naomba Pastor, naomba uniombee Mungu anisaidie nifunge. Amesha kusaidia. Funga, acha ulafi. Funga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Je, injili ni injili ya matendo? Hapana. Sio ya matendo, ni ya neema. Lakini Paulo akasema niko hivi nilivyo kwa sababu ya neema ya Mungu. Lakini neema yake kwangu ilikuwa si bure, na alitenda kazi kuliko mitume wengine wote. Lakini sio mimi, bali neema ya Mungu ndani yangu. Neema ya Mungu inakusukuma kutenda. Neema ya Mungu inakusukuma kutenda. Neema ya Mungu inakusukuma kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu apewe sifa. Upendo. Kwa nini upendo? Upendo ili tuweze kutenda. Hebu turudi pale Zaburi tumalizie. Zaburi ya 14 anasema, kwa kuwa amekaza kunipenda nitamwokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Hulijui jina la Mungu kinadharia. You do not know the name of God theoretically. You know the name of God practically, experientially. Mstari wa 15 anasema, ataniita nami nitamwitikia. Mungu hajibu tu maombi. Mimi mbona namwomba Mungu hanisikii? Check, unampenda? Check your love for him. Anasema ataniita nami nitamwitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtukuza. Anarudia mara ya pili. Anasema nitamwokoa na kumweka palipo juu. Hapa anarudia tena, nitamwokoa na kumtukuza. Mstari wa 16, kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Hivyo vitu visipokuwa mahali pake, Mungu hawezi kufanya. Mungu hawezi kufanya nini? Hawezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili twende vizuri, hii sehemu inayofuata naomba niiseme kwenye ibada ya pili, kwa sababu nikikimbizana nayo takuwa si sehemu ninavyotakiwa kuisema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo sasa ambayo ya practically yanadhihirisha upendo wa Mungu katika maisha yetu. Unaweza ukayafanya na usio unampenda Mungu, lakini haiwezekani ukawa unampenda Mungu afu usiyafanye. Kama upendo wa Mungu uko ndani yako, hivi vitu utavifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kwenye second service nitatumia labda dakika 10-15 ku recap service ya kwanza, afu nikimbizane na hiki kilichobaki kwa habari ya kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anataka tufufue upendo wetu wa kwanza. Na upendo wetu wa kwanza tunaufufuaje? Tunarejea kuyafanya yale matendo ya kwanza. Inawezekana tusifanye exactly kama ambavyo tulikuwa tunafanya mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana tusio na safari za kwenda sijui kwenye mlima gani kwenda kuomba kama kanisa, tukawa tunakusanyika hapa, lakini Mungu ana miss upendo wenu wa kwanza. Mungu anawamisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na sijui wangapi kati yetu ambao tulikuwepo wakati hii kazi inaanza. Of course na uhakika kwamba Bishop Dickson na mke wake walikuwepo wakati hii kazi inaanza. Lakini sijui wengine wangapi tulikuwepo wakati hii kazi inaanza. Walipokuwa wana dedicate msingi wa hekalu lililokuwa linajengwa upya. Nafikiri unaikuta kwenye kitabu cha Ezra. Vijana ambao walikuwa hawajaiona ile nyumba kwenye utukufu wake wa kwanza walishangilia sana. Lakini wazee walikuwa wameona ile nyumba katika utukufu wake wa kwanza walikuwa wanalia sana. Lakini sauti ya kushangilia ilikuwa inameza ile sauti ya kulia. Bwana Yesu asifiwe. Hata nafikiri Nabii Hagai alisema, ni nani aliiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nje tunaweza tukaona utukufu umesogea, kwa sababu utukufu ni kila alicho Mungu na kila alicho nacho Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa mtu kuja kusema kwamba turudi kwenye upendo wa kwanza, au kamsikia Mungu au anakichaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mimi ninaamini kwa moyo wangu wote ndicho Mungu anachosema na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo wetu kwa ajili yake, sio upendo kwa ajili ya kile anachoweza kukifanya kwa ajili yetu. Upendo wetu kwa ajili yake. Every revival starts with the renewal of the love of God's people for God. Yaani ghafla maombi yanabadilika. Watu hawaombi vitu kwa Mungu,
wanaanza kutamani kuwa na Mungu. Kiu yao, shauku yao, njaa yao, hamu yao, tamaa yao ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Afu Mungu akija katikati yao, kile ambacho walidhani wanahitaji kuomba, Mungu anawapa kwa sababu wanapendana. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mambo mengine yote mtazidishiwa. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nalitukuza jina lako kwa sababu ya wema wako, kwa sababu ya uaminifu wako, kwa sababu ya upendo wa ajabu ulionao kwa ajili ya kanisa lako. Mungu, unazungumza na sisi, unatupenda, unataka tufanye upya upendo wetu kwa ajili yako. Mungu, tusaidie pendo lako likazaliwe kwa upya ndani ya mioyo yetu, kama ulivyofanya kwa ajili ya Israeli katika kitabu cha Hosea. Akakuitikia kama alivyokuitikia katika siku za ujana wake. Mungu, ninaomba hili likafanyike. Wewe ni mfalme wa wafalme. Shandarabao setiri katarama.